Ngoja tuombe. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi cha leo. Amen. Kwa wewe ambaye uko online kwa wakati huu, unaweza ukashare video hii kwa watu wengine na kuwataarifu tena tuko live. Na tuona hapa ni the son of Major PB John. Na kukaribisha sasa kwenye kipindi tena cha leo. Alika na wengine, na kama utakuwa uko tayari kwa ajili ya unabii, maombezi, unaweza uka comment hapo. Tutakuona moja kwa moja na tutakwenda kuzungumza na wewe. Amen. Mungu atakwenda kutenda mambo makubwa na atazungumza na wewe. Amen. Kwa nipenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kipindi hichi ambacho Mungu ametupa siku ya leo. Amen. Ili tuweze kuwa pamoja, na ninaamini liko jambo ambalo Mungu amekusudia siku ya leo. Amen. Yako mambo ambayo Mungu amekusudia kuyabadilisha katika maisha yetu. Amen. Kama uko na mwenzako, mwambie kwa sasa wako tayari live. Amen. Kutoka moja kwa moja live Dar es Salaam, Mbagala, maeneo haya. Amen. Kwa hiyo Mungu akubariki sana. Amen. Na baada ya muda huu tunatamani sasa tuombe. Alika na share video hii kwa zaidi ya watu 7 na kuendelea. Share kwenye magrupu yako, share kila mahali. Amen. Mungu atakubariki na atafanya vitu vikubwa mno. Amen. Na atafungua malango yako. Amen. Basi acha tuombe. Niko na pastor. Amen. Pastor Joshua. Amen. Kwa wale majina yetu yote yanafanana. Ni JJ Joshua. Kwa hiyo jambo la ajabu mno. Acha natamani tuombe sasa. Na sababu na somo tayari ambalo limeshakwisha kuwekwa hapo. Kufunguliwa kutoka gerezani. Unajua mtu anaweza kaa gerezani lakini kuna gereza la nje na la ndani. Ndio. Tutaendelea kueleza hapo. Leo ikiwa ni sehemu ya pili. Karibu pastor, uombe kwa ajili. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya nafasi hii na muda wa sasa. Mungu, tunaomba neema yako na mkono wako ambao ni hodari. Yesu, tunajikabidhi mikononi mwako, ukatutumie kama vyombo tukunena maneno yako. Mungu, wa wazazi wetu wa kiroho wakapate kuhimilika na kuonekana kwa kila ambaye anatazama, anatufuatilia. Mungu, ukaachilie mafunuo ndani ya yetu watumishi wako, lakini ukaguse kila mmoja atakayekuwa anafuatilia, anayetazama kipindi hiki. Mungu, neema yako ikadhihirike ndani yao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Ukaenende pamoja nasi Roho Mtakatifu. Amen. 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 Kwa tulikuwa jana nazungumza kwa habari ya kufunguliwa kutoka kwenye magereza. Ndio. Ya kiroho. Ambao mtu anaweza akawa amefungwa. Alikuwa afunguliwe. Ndio. Tunasema kwamba maana ya kufunguliwa maana yake kitu kitakuwa kimefungwa. Ndio. Yaani limenyambuliwa kwenye Kiswahili. Ndio. Kwamba fungwa, funguliwa, fungika. Kwa mzizi wa neno lile kwamba ni kufunga. Lakini ikianza kuinyambua na kuja kufunguliwa, fungwa, fungika. Ndio. Kwa mtu huyu anakuwa yuko kwenye bondage. Kwa lugha ya Kiingereza nasema nini? Kwenye bondage, maana kwenye kifungo. Ndio. Sasa mtu anaposema kwamba yupo kufunguliwa kutoka kutoka gerezani, maana yake kuna gereza ambalo anakuta mtu amewekwa, anahitaji atolewe huko. Kuna mahali ambapo mtu anakuta amefungwa kiafya, kielimu, kimafanikio, kihuduma, kibiashara, kwenye habari ya mahusiano unakuta mtu amefungwa yuko kwenye bondage. Ndio. Sasa ili afunguliwe, ndio maana tumeandika hapo. Na tutufundisha hapa ili mtu afunguliwe kwamba amefungwa sehemu gani. Na leo tuko sehemu ya pili. Ndio. Tulikuwa na kitabu ambacho kilikuwa nasema kitabu cha Isaya tulikuwa tunasimamia kwenye somo hili. Ndio. Isaya 60. Ndio. 61 mstari wa kwanza. Ndio. Nitasoma hapo ili tuweze kuanza sasa. Amen.
na kama kuna mtu atahitaji maombezi na tutapoomba mahali hapa, Mungu atakwenda kutenda. Amen. Ninayo imani kwamba Mungu atafanya zaidi. Amen. Hapa alikuwa anazungumza. Huu ulikuwa ni unabii ambao alipewa Isaya. Sasa Kristo mwenyewe alipokuja duniani akaanza kulisoma neno hili kwenye mbele ya makutano. Watu wakashangaa kabisa, wakasema wewe ndio yule. Kwa hiyo hili ni unabii ambao alitoa nabii Isaya. Anasema kwenye Isaya, anasema hivi: Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Maana yake kuna mtu anaweza na hao waliofungwa, maana yake wanaonekana. Kwamba na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao. Kwa Mungu ameachilia neema hii ili kila mmoja ambaye amefungwa afunguliwe. Anaweza kuwa yupo hai lakini amefungwa kiafya. Anafanya ni mtumishi wa Mungu, anafanya huduma lakini amefungwa kiuchumi. Anahitajika afunguliwe kwenye habari ya uchumi. Anafanya kazi kwa bidii zote lakini kuna vitu havijafunguka. Bidii yake inakuwa, Paulo akasema naweza kukimbia lakini nisije nikakimbia bure. Maana yake alijua kabisa kuna mahali kwamba naweza nikakimbia alafu nisiwe na majibu yoyote. Kwa mtu anaweza akawa amefungwa kwa mahali fulani. Kwa huyu mtu anakuwa anaonekana. Kuna watu waliofungwa wanaonekana lakini wasionekana. Kwa mfano, mwingine anaweza kumkuta ni labda ameibiwa. Hasa mtu kama ameibiwa nafsi. Maana yake huyu anaweza akawa mnaye hapo lakini nafsi yake haiko hapo. Yaani anakuwa amekaa tu mahali hapa, mnaongea naye hivi lakini ukiangalia kuna vitu ambavyo haviendani na mtu alio hai. Kwa tunasema kwamba kwa habari ya kifungo, Yesu mwenyewe anasema Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema, kuwaganga waliovunjika. Unaona, ngoja tuanze hapa. Kwamba kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema, kuwatangazia mateka uhuru wao. Umeona? Kwa kuna mtu anakuwa kwenye mateka. Kwenye mateka maana yake mtu akitekwa hawezi akatoka. Yaani amewekwa mahali fulani. Wamemzunguka wale wanasema kwamba jeshi limetekwa. Maana yake mtu akitekwa hawezi, amezingirwa maana yake na nguvu ambayo iko juu ya zaidi yake. Kwa hawezi kufanya chochote. Yuko kwenye mateka. Mwingine unakuta yuko kwenye mateka ya magonjwa, yuko kwenye mateka ya afya, yuko kwenye mateka ya elimu, yuko kwenye mateka ya mafanikio, amezuiwa mahali hapo. Mtumishi wa Mungu anataka kutabiriwa. Tutakutabiria mtumishi wa Mungu, tunayaona maelezo yako haya. Na Mungu atakwenda kufanya mambo makubwa zaidi kuliko kawaida. Kama Mungu wa madhabahu hii, maandiko yanasema hivi. Unajua Biblia iliweka wazi kabisa. Elisha wakati anaomba akasema ijulikane Mungu wa Elia kama yupo. Na mimi naomba kwamba ijulikane Mungu wa nabii mkuu John kama anaishi na anaweza akafanya makubwa, afungue vitu vyote ambavyo watu hawa wanahitaji. Kwa tunazungumza habari ya kufunguliwa sasa, naendelea. Tutakuombea na baada ya hapo kuna mambo mengi Mungu atazungumza. Tuko hapa, unaweza ukapana unabii kabisa kwa ajili yako na kwa ajili ya familia. Kwa hiyo tunaendeleza kuelezea ile somo kwamba mtu anakuwa kwenye mateka, kwamba amewekwa mahali hatoki. Yaani unajua mtu akizingirwa wanasema kwamba kuna kipindi fulani alikuwa anasema kwamba kuna mtumishi mmoja ni wa Tanzania, mtu wa Tanzania. Kuna mahali anasema amemweka mateka. Atayempata atapewa zawadi. Maana yake amekuwa amezingirwa. Kwa kuna mtu amewekwa kwenye mateka, amezingirwa mahali. Anawaza nini afanye ili maisha yafunguke. Nini atende vitu ili maisha yaonekane. Kwa huyu mtu anatakiwa awekwe huru, ndio maana ya kufunguliwa. Maana yake awekwe huru. Kwa mtu anatakiwa awekwe huru. Kuna vitu ambavyo vinamfanya asiwe huru. Kuna maisha ambayo anaishi yanamfanya asiwe huru kwa ajili ya kazi hiyo. Anapaswa afunguliwe. Kwa akasema kwamba kuwafungua kuweka huru mateka. Lakini na hao waliofungwa habari ya kufunguliwa kwao, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao.
Kuna mambo ambayo Mungu anatamani afanye katika maisha yetu. Kuna vitu vingi ambavyo shetani alikuwa anavizuia. Mwaka huu ni huru moja baada ya kingine. Yaani kama kuna kitu shetani alikizuia katika maisha yako, lazima vifunguke vyote. Na kama alikuwa amezuia usisome, utasoma. Amezuia kwamba kusiwe na amani kwenye familia, itakuja amani. Maana unajua kama ndoa haina amani, watu wanakuwa wanaishi kama vile mmoja amemteka mwenzake. Ni kwenye ndoa lakini kila mmoja anawaza mwenzake inakuaje hapa. Yaani akitoka mwenzake anasema sijui atarudije leo. Yaani anakuwa anajihami. Yuko kwenye ndoa lakini anajihami kwamba sijui itakuaje, amejihami. Anasoma lakini anasoma kwa kujihami, sijui nitafaulu, sijui nitafeli. Maana yake shetani anachotaka ni kumuondolea uhuru. Unajua mtu akifanya kazi kwa uhuru huwa anaweza akafaulu sana. Lakini asipokuwa uhuru hawezi akafanya chochote. Yesu akasema hivi, mtaifahamu kweli nao kweli itaweka huru kweli kweli. Maana yake usipowekwa huru hujafunguka bado. Ndio maana akasema, mfano mzuri akasema hivi, sintawaita tena watumwa, taita rafiki. Au tena akazidisha hapo akasema mtakuwa ni wanangu. Maana yake ukiwa rafiki utaishi naye, hutaishi kwa kuogopa. Maana yake ni rafiki yako, utamwambia mambo ya karibu. Shetani alichokifanya, alitufanya wanadamu tuelewe Mungu yuko mbali zaidi. Zaidi ya vile ambavyo tunamuona. Kumbe Mungu yuko karibu yetu kila wakati na kila saa. Kuna jambo ambalo mtu anaweza akalipitia, anatamani Mungu afungue. Kuanzia leo tubadilishe mawazo kwamba anza kuwaza kwamba Mungu niko naye mahali hapa. Kwamba ni naye. Sasa kama ni naye maana yake kwanza ni baba. Mungu ni baba. Na kama ni baba anahitaji pia mwanae ajue maelezo kutoka kwa mwanae. Na kama ni baba lazima ampe mwanae anachokihitaji. Ndio maana akasema hivi, sintawaacha yatima, nitawaagizeni msaidizi. Kumbe msaidizi yupo, Roho Mtakatifu. Maana yake unaweza kumwambia Roho Mtakatifu kwamba nataka jambo hili libadilike. Naye atamwambia baba. Maana akisema huyu, anasema Mungu, Mwana na Roho na Baba wako mmoja. Sasa hao wote ni kitu kimoja. Kwa adui anaweza tukasema kwamba kwenye kitabu cha Luka ile sura 24 mstari wa 46 kwamba akawafunulia akili zao akapata kuelewa na maandiko. Mwingine anaweza kabisa anapenda kusoma lakini haelewi masomo kwamba yanakaaje. Yaani anaweza akaelewa muda huo, baadaye ana evaporate, anaondoka muda huo. Haelewi afanyaje. Mungu atusamee sisi wazazi. Maana baadaye anaweza kusema mwanangu ni kichwa ngumu. So ukimwambia hivyo maana kweli kinakuwa kigumu. Yaani anatamani aelewe kama wenzake wanavyoelewa ili ajibu mtihani. Yaani anatamani kama ni mtu wa kanisa, anatamani aombe kama wengine wanavyoomba. Ila kinamshina shangaa ameamua tu hivi ile hali inaondoka. Maana yake kunahitaji afunguliwe kwenye ufahamu. Awekewe mkono tu, Baba katika jina la Yesu kuanzia leo ufahamu ongezeke. Utashangaa anaanza kusoma vitu vinafunguka. Anaanza kujifunza, amefunguliwa. Kuna mtu anatamani kufanya biashara. Anatamani afanye biashara lakini anawaza anzeje. Kwamba nitafanyaje? Nimeanza imeharibika. Anahitaji afunguliwe kwamba kuna roho ya mapoza mahali hapo. Kuna roho inayozuia kufanikiwa. Kuna roho inayozuia elimu ya familia. Kuna roho inayozuia familia yangu isifanikiwe. Kuna roho inayozuia uchumi usifanikiwe. Basi afunguliwe, ambie kwamba kuanzia leo hiyo fungu inayozuia usifanikiwe ni mizimu ya familia. Miungu ya familia ndio inazuia usifanikiwe. Au kuna mapepo yamekusudia usifanikiwe. Na baada ya kuambiwa ni mapepo na haya tunakata kuanzia leo. Nasema amen. Baada ya muda unashangaa mtu ameombewa. Baadaye anaenda kufungua biashara inaenda. Maana yake kumbe kulikuwa kuna kifungo. Kuna vifungo, wengine anaweza akafungwa mikono, akafungwa ufahamu, akafungwa miguu, akafungwa mikono. Chukua tu binadamu wa kawaida wakitaka kumfunga anafunga nini? Ndio maana ameanza na mateka. Wakija mgambo kumchukua mtu mhalifu, wanamzunguka wakiwa zaidi ya 3. Kwanza ndio wanamwambia kaa chini, maana hahisi kwamba ametekwa. Alafu atafunga pingu mikononi.
Wakishafunga pingu mikononi watamfunga sasa. Kama ikionekana kwamba ni msumbufu zaidi wanafunga na miguuni. Kwa kuna mwingine sio msumbufu amekubali kuwa mateka anatetemeka. Hawajamwekea nani yoyote. Wamemwekea tu uwepo wa utisho. Yaani yuko chini pale akiinuka hivi namwambia kaa. Natamani kuomba na tutaomba tena kwamba Mungu atufungue mahali popote ambako adui amekusudia kukufunga mwaka huu. Hatafunga kwa jina la Yesu. Amen. Na Mungu wa madhabahu atatokea kila familia. Amen. Yatosha kumwachia kwamba tunaombea mtu mmoja. Yaani ukisikia wewe video hii lazima na familia yako yote ifunguke kwa jina la Yesu. Amen. Yaani ukoo mzima lazima uokoke. Kwa jina la Yesu wa Nazareth. Amen. Maana Mungu yupo kwa ajili ya watu wote, sio kwa mtu mmoja. Anasema yani anaweza akatengeneza njia tu moja. Yaani ninachomfurahia Mungu Baba, anaweza akatengeneza njia moja tu ili mtu huyu mmoja awe chachu ya watu wengine. Kwa mtu anaweza akafunguliwa, na ninaomba kuanzia siku hii ya leo. Yaani utaposikiza Mungu anaotumika kwenye madhabahu hii akafanye maajabu, aliomba mbingu na nchi. Hakika akafanye maajabu makubwa mno. Na akupe kibali sehemu yoyote. Kwa umeona? Kwa kuna mwingine anaweza akafungiwa mahali. Lakini wengine akafungwa. Asielewa, anashangaa watu wanamkataa tu. Kwamba fulani wanamkataa tu. Yaani mimi sikae na fulani. Yaani umemleta tu mahali hapo anasema nawahi kulala. Mimi sikae kuongea na huyo. Wanamkataa tu. Anafika tu ofisini. Anambia umevaaje? Wanaanza kumwambia umevaaje? Angalia alivyovaa, huo kwenye ofisi wavaaji hivyo. Yana anawaza ni nini? Kumbe kuna roho ya ukataliwa, amefungwa. Ngoja tuweke vizuri mahali hapa. Ndio. Acha usome Isaya 42. Maana tunamwelezea tu huyu Mungu amechokusudia. Amen. Tutajifunza kwa ajili ya vitu vyote. Ngoja tusome Isaya 42. Mstari wa 22. Maandiko yanasema hivi. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Walioibiwa na kutekwa. Wameibiwa wakatekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo wala hapana okoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Hawa wanaonekana. Hawa wapo kanisani. Hawa wako nyumbani, wako kwenye ofisi. Hawa wako wengine hawana kazi ila wameibiwa. Nini kimeibiwa? Kazi, ajira, elimu, kibali, uongozi, uwajibikaji. Mtu anaweza akaibiwa vitu vingi lakini yupo. Yaani kwamba ni hawa hapa unapewa kwamba hawa hapa wameibiwa. Yaani wanaonekana. Hata ile ya kusema kwamba hapa mpaka tukamtafute mtu amekufa. Huyu anaonekana kabisa, huyu hapa. Kwenye ofisi yake hakuna badiliko lolote. Maana yake kuna kitu kimeibiwa cha biashara pale. Yaani yupo lakini biashara haiendi. Kila siku anafungua. Na akitaka ili akate tamaa afunge, shetani anafanya anaongeza wateja, wanaleta anauza, analeta ka biashara kidogo. Anamshukuru Mungu, asema Mungu asante. Kumbe inatakiwa awe na biashara kubwa zaidi. Ndio. Yaani anakuwa amefungwa. Biashara ni yani safi kabisa. Ndio. Unajua kwa mfano mtu anapouza biashara, si ndio? Kana iona hii hapa. Haiuziki sasa. Sasa hapo kinachofanyika tunaenda ukemea kwenye ile biashara pale kwa jina la Yesu. Kuna mapepo ambayo yamekaa kwenye ile biashara, kuna mapepo ambayo yako ndani ya mtu. Kuna vitu vingine baadaye. Kuna pepo ambao linakaa ndani ya mtu ambao ukiomba lenyewe halishughuliki na, yani lenyewe linakaa ndani ya mtu. Lakini kuna pepo ambayo inaweza ikaenda ikakaa kwenye biashara ya mtu. Kwa kama limekaa kwenye biashara ya mtu, lenyewe linazuia biashara. Atanena kwa lugha, ataomba, haliko ndani yake. Na akienda kanisani fire. Hakuna shida yoyote. Ila lile ambalo limekaa kwenye biashara,
ila kuja kumalizika pale mpaka viwekwe vitu vya kwenye vilivyoondoa madhabahuni. Ndio maana mpaka sasa unashangaa mafuta yanatumika madhabahuni, chumvi inatumika, maji au, kwa sababu kuna mapepo ambayo yako nyumbani. Ukimwombea mtu kwa jina la Yesu, nguvu za giza ziondoke. Unashangaa ukimwambia hivi akirudi nyumbani hali yake inarudi. Maana yake huyu shida sio yeye, ni pepo ambalo limekaa nyumbani. Nashangaa tunaweka kidogo hivi kwa sababu pia ni walimu wa watumishi wa Mungu. Kwa mtu anaweza akawa amefungwa, yuko mahali kabisa, ikafungwa biashara, yani yakaonekana kabisa. Tena watu shetani anachokifanya, asipoenda kwenye biashara asimwala mbona hujaja, ili asije akakemea kwenye biashara, ajue watu wanampenda kule, akifika watu hawaji na kuja. Ninatamkia biashara yoyote ya ndugu yako, ya familia yako, yeyote, ifunguke kuanzia siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Ifunguke kwa jina la Yesu wa Nazareth. Hata kama saa yote bila kuuza. Unakuwa unamuona mgonjwa hapa, si ndio? Anaumwa. Manake unamuona lakini nini, amefungwa. Huyu hapo anaonekana sasa na anaomboleza hapo kitandani. Amefungwa na shetani. Sio magonjwa yote ni ya usoi, kuna magonjwa ambayo mengine ni ya kishetani. Angalia kuna familia zingine kwa hakuna hela, hautasikia mtu ameugua, ila hela tu zianze kushuka nyumbani. Yaani ile tu mshahara umeingia hivi tayari, huyu hainuki, huyu hainuki, huyu ni maana yake kuna spirit, kuna roho ya magonjwa hapo nyumbani. Yenyewe inaitwa ni chuma ulete, lakini iko kinamna nyingine kabisa. Ndio mtasikia kama kitakuja kibebe hela. Kwani akija kiugonjwa kinabeba hela. Tena kiurahisi mno, kiulaini, maana hapo jamii yote imeshainua ufahamu, imeshainua kila kitu. Jamani, huyu mgonjwa apeleke hospitalini, hoi hoi hoi. Na shangile baada ya kumaliza tu ile, anarudi akiwa mzima. Nasema Mungu, nashukuru sana kwa kunipa kazi. Yaani kazi uliyofanyia umefanyia magonjwa. Namshukuru Mungu. Hatukatai mpango wa Mungu, ila nakataa mpango wa shetani. Na ndio maana sio kila magonjwa mtu anaugua ni ya Mungu. Mengine ni ya shetani. Sio kila tatizo linaompata mtu kwamba ni Mungu amekusudia. Hapana, mengine ni kusudi la shetani. Kwa maandiko yanasema watu hawa ni watu walio, lakini wapo wanaonekana wamefungwa. Ndio wafunguliwe. Na kama unafanya biashara, mwambie Mungu leo kwamba biashara yangu imefunguliwa. Itamkie biashara yako, weka na mikono, iambie biashara imefunguliwa kwa jina la Yesu. Na kama ni ofisini unakusumbua, weka mikono kwa jina la Yesu, nakataa usumbufu. Niko huru, sihitaji ukao ovyo ovyo, sihitaji kuteswa, sihitaji kufungwa. Nahitaji Mungu atawale. Kwa hiyo naelezea kwamba mtu anaweza akafungwa akawa anaonekana. Una mtoto mwanafunzi, muangalie, usiweke viboko. Viboko kweli vinasaidia, kuna viboko vingine havitasaidia. Kuna shetani ndani yake. Mashanga mbona ndio kanafeli kabisa. Unaanza kushindilia na maneno yako, unasema hili litakuwa litakoma kwenye maisha yake. Litakoma kwenye maisha yake. Litajijua lenyewe. Litajijua, unazidi kuyakomelea yale maneno. Kweli anakuja kujijua mwenyewe. Hujapata chochote. Ukiona tatizo umeliombea halibadiliki, umefanya kitu fulani halibadiliki, mwambie nahitaji kufunguliwa, atoke. Kawaida ya mtu aliyoko gerezani huwa anyamanzi, hata kama kuna polisi hapo anataka uhuru. Sasa Yesu tunaye, tunatakiwa tutake uhuru. Ndio maana akasema siwataki walio kwamba zimekuja kutafuta kondoo waliopotea. Maana yake kumbe wapo, ila wamepotelea wapi? Kuna mahali wamefungwa. Kumbe maana yake ukiwaza kwamba ukiangalia kwamba Yesu mwenyewe anatafuta kondoo hao waliopotea. Kumbe ni wapo, lakini wamepotelea wapi? Na mimi na kwamba kwa kama vile kondoo anapotea, maana yake uchumi wa mtu unaweza ukapotea, ila upo. Kuna mahali umewekwa. Kuna mtu amezibiwa vitu vyake.
Kuna vitu vimefichwa kwenye ulimwengu wa roho. Vipo. Unajua mtu anataka jiona hivi anafaa kufa. Au anafaa kujinyonga, anafaa kukosa familia, anafaa kukosa kila kitu. Kumbe sio hivyo. Maana yake shetani amechokibadilisha kwamba ni asifahamu kwamba yeye asamani. Kama una familia, una watoto wako hapo, una wanafunzi wako, leo tunaomba mwaka huu hatukubali failure, hatukubali sifuri. Hamna sifuri. Pia hapo basi kidogo. Ndio, karibu. Kwenye eneo la kufunguliwa, mfano mwingine ambao tunaweza tukatazama hapa. Mtu mwingine anaweza kutafakari akafikiri kwamba okay, mimi nimeokoka, sijafungwa. Akajua kwamba nipo kanisani na mimi sijafungwa, lakini kwenye ile eneo mtu anaweza akaka kanisani lakini kafungwa. Kwa sababu tukimwangalia pia tukimwangalia Lazaro. Lazaro alikuwa amekufa. Lakini Mungu, Yesu akaenda kufanyaje? Kumfufua. Ina maana akaokoka kwenye nini? Kwenye mauti. Lakini pamoja na kwamba ameokoka kwenye mauti, Bwana Yesu akawaambiaje? Mfungueni sana. Ina maana kuokoka pekee haitoshi. Kuokoka pekee haina maana haujafungwa. Nadhani wewe ndio maana Mungu anasema kwamba watu hawa wameibiwa. Ni wapo kanisani, wapo, lakini wameibiwa. Nadhani wewe ndio maana akafunguliwa sasa, akafanyaje? Akawa huru. Kwa hapo kwenye eneo la kufungwa, unaweza ukafungwa uchumi, unaweza ukafungwa uzazi, unaweza ukafungwa afya. Biblia inasema kwamba uhai wetu umefichwa ndani ya Kristo. Lakini mtu anapokuwa nje ya Kristo, na maana sasa adui anakuwa na control hali ya maisha yake. Tunamwona pia yule mwanamke aliyekuwa anatoka na damu. Alikuwa ni mgonjwa, ina maana alikuwa amefungwa yule mtu. Alikuwa anatoka damu, miaka yote hiyo anatoka damu. Lakini anakuja kupata uponyaji, kufunguliwa baada ya kushika pindo la vazi la Bwana Yesu. Ndipo akafunguliwa, akawa nini? Akawa huru. Kwa kwenye eneo la kufungwa hapo ni simple kabisa. Unaweza ukawa huko kanisani lakini kuna vitu haviendi. Daudi anasema hivi, wamenitegea nyavu zao kwa siri bila sababu, wamenitegea nyavu zao kwa siri. Huyu mtu ni bila sababu. Kwa adui bila sababu anakuja tu anaiba vitu vyake, anafunga mambo yake, ni ya kubwa asiendelee. Kwa kwenye eneo la kufungwa, kutolewa kwenye magereza, ni wengi, ni asilimia kubwa. Hata makanisani pia tunaona watu namna hiyo mifungo. Lakini leo kuna kitu Mungu anakusudia kufanya. Kuna kitu Mungu amekusudia kufanya kwenye maisha yako. Wewe ambao umepata pia neema ya kutazama kipindi hiki, Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani mimi kikubwa nitaka tu nitolee mfano hapo, niongezee kwenye hilo eneo la kufunguliwa kutoka kwenye magereza. Unaweza ukawa upo lakini mambo hayaendi. Shida ni nini? Unaweza ukawa upo kanisani unaomba, lakini kuomba kwako hakuonyeshi matokeo yaonekane sasa, kwa sababu bidii unayoionyesha inatakiwa ionekane. Biblia inasema kwamba unachopanda utakivuna. Kwa maana hiyo tunatazamia kuona unachokifanya kinaonyesha matokeo, lakini unafanya hauonyeshi matokeo. Kuna nini? Kuna kipi? Okay, either adui kafunga au kuna jambo la namna ipi. Upo kwenye gereza, kama upo kwenye gereza, Mungu anakusudia sasa kufungue kwenye hilo gereza ili uwe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafanyaje? Anakusudia akufungue kwenye hilo eneo. Amen. Uwe huru. Nadhani mimi nitie hapo nikukaribishe pastor. Wewe ambao unahitaji unabii unaweza kutype hapo prophesy au tabiri. Ndio. Natamani tabirie watu wachache wakati huu afanye kuendelea kufundisha. Type prophesy. So need the prophets. Type prophesy. Excellent. Type go deeper. I can go deeper right now. Amen. Tenda ndani zaidi kuanzia siku ya leo. Amen. Nataka kila mmoja afunguliwe. Na mimi natamani ufunguliwe. Funguliwe kwenye kifungo chochote. Unajua Paulo alikuwa anaimba akiwa gerezani. Alikuwa ni mhubiri huyu.
Petro alikuwa gerezani, ilikuwa ni mhubiri huyu, anaomba mpaka wamama unaona waligundua wale wamama kwamba huyu mtumishi hapa kuna mambo yanaendelea, wamemfunga kimwili. Hawakwenda kulifuata gereza. Wale wamama wakabaki wakajifungia kanisani kwenye maombi. Baba, katika jina la Yesu tunamuita Petro atoke gerezani. Akaomba, wakaona hakuna cha kwenda, ni gereza la kimwili. Haja mwingine mpaka anaweza akasema mpaka gereza, kuna gereza la kimwili la kiroho. Maana yake kuna kitu ambacho kinaweza ndugu yako amekaa miaka mingi gerezani. Omba. Unamwona na Petro yuko gerezani. Wamama wanaomba, wanasali, wanaanza kuomba, wanaenda kwa lugha. Hadi mjakazi anakuja kuambia nimemuona Petro, akasema labda ni kivuli chake. Hawataki kwenye maombi mpaka atoke. Usikubaliane na hali kwamba eti niko hapana. Yaani maana yake kama kuna mtu ndugu yako ana matatizo, maana yake ni familia yote. Hakuna amani. Unapataje amani wakati fulani ndugu yako mmoja ameharibikiwa maisha, fulani hapatikani, fulani amekuwa hivi? Amani inakuja wapi? Lazima uchukue hatua. Ndio maana kanisa lile lilichukua hatua ya maombi serious ndani, wakajifungia kula wala kunyoma. Ni maombi mpaka Petro hapo gereza likaachua kule. Petro anaongozwa na malaika kwamba toka gereza hivi, kafunguliwa la kimwili kabisa. Kwa hata kama mtu yupo gerezani la kimwili, tunamuombea. Mungu ni mwingi wa rehema. Maana yake kuna jambo, unajua sio kwamba kila mmoja aliyoko ndani amewekwa kwa ajili kwamba kuna sababu. Sababu ni shetani. Hataki kuona maisha yake yule anaharibiwa jina. Waliomba, na baada ya kuomba gereza likafunguka. Kule aliko akaja mpaka nyumbani, malaika akaenda. Kumbe malaika alisubiri watu waombe. Kwa hatua nyingine, ukiona kwamba uelewi mambo yanaenda, hatua ya pili ni maombi. Nini? Maombi. Yaani kumwambia Baba, niko leo mahali hapa, nataka wanangu wote waelewe mambo ya Mungu. Sitaki mtu ambaye atakuja kuharibikiwa kwenye ufalme, kwenye utumishi. Nataka abadilike. Maombi ndani, maombi. Gereza itaachia. Hakuna gereza limebomolewa bila maombi. Hakuna gereza ambalo limebomolewa bila nini? Maombi. Maombi ya kuomba wewe, maombi ya kuombewa pia unayahitaji. Paulo ambaye ni Sauli alikuwa amefungwa macho yake. Yesu mwenyewe alimfanya awe kipofu ili atafute kufunguliwa. Na baada ya kufunguliwa mfuate Kristo. Kwa Mungu anaweza akasababisha jambo ili familia yote iokoke. Sio kila kitu ni shetani, ni kwa ajili ya Mungu. Yule kipofu akasema hivi, wazazi wao wakaulizwa kwamba je, huyu ni nani aliyotenda dhambi? Sio dhambi iliyosababisha awe kipofu, bali utukufu wa Mungu, jina la Mungu, utukufu wa Mungu zidhihirike. Nguvu za Mungu zidhihirike. Mungu anataka adhihirishe nguvu za Mungu kwenye familia yako. Sasa zidhihirika ukiwa namna hiyo, lazima kuna jambo litatengana hapo. Kuna hali itatengana mahali hapo ili nguvu za Mungu zidhihirike mahali hapo. Mungu atakupa, najua na kiu ya maombi. Mungu atakupa roho ya kuomba, sio kwa ya kawaida. Utaomba sio? Amen. Uko na kiu ya maombi. Kwa hiyo niongee na wewe una kiu ya maombi. Sio tu hivyo. Wewe kwa nini unatamani kuomba? Kwa sababu una ndoto nyingi ambazo unaziona. Alafu unawaza kwamba niombeje. Haujapata tafasiri ya maono ya ndoto unazoziota kila siku. Na ndio maana unaomba kwamba nipate nguvu ya kuomba, labda jambo hili litabadilika. Maana yake kuna kitu unavyoviona, yani unavyoishi ni tofauti. Steve Tiu, kama uko nani hapo na type hapa, nataka tuongee mambo machache. Maana yake wakati namwangalia hivi ndio naona hicho kitu. Maana yake kuna something kinaenda. Kana bila trafiki jambo. Kuna jambo la kiroho ambalo linamsababishia. Ndio. Kuna jambo la kiroho wewe linalosababisha kwamba usiombe kwa muda mrefu.
Na kama uko nyumbani mahali hapa, Mungu ni waajabu sana. Kuna watu waliowahi kujazwa Roho Mtakatifu kwa njia ya simu. Kuna watu waliojazwa Roho Mtakatifu baada ya wingu kushuka, baada ya Yesu kuwatokea. Lakini kwa sababu tuko kwenye madhabahu hii ya nabii mkuu na mama mwonaji, utajazwa Roho Mtakatifu na utaomba kuliko kawaida. Kwa kuna familia kwenu mna neema hiyo. Kwa hizo ndoto ndio zinazosababisha kwamba inamsukuma kuomba. Alafu kwa nini anaomba hivi? Anatakiwa aombe, amepewa mzigo wa kuomba. Yaani moyo wake unakuwa unauma akiona jambo linatokea mtu jambo baya. Yaani akipona tatizo lolote yeye moyo unauma. Unaona, sawa na ni kweli.
Sasa kwa sababu kuna maono mengi ambayo yanahusu alafu anatamani Mungu atende kazi kwa wakati unapoona. Yale maono yote mara nyingi anakuwa anatoa yamefungwa kwenye muda. Kwa ndoto zote anazoziona zinakuwa zimefungwa kwenye muda. Moja kinachomfundisha moyo ni kuombea watu alafu anaona kwamba wengine hawabadiliki kabisa. Hawabadiliki. Nikiwa kwenye neema hii ya kinabii, I can go deeper. Amen. Prophesy, go deeper. Prophesy. I can go deeper right now. Prophesy. Natamani kwenda ndani zaidi katika familia yako. Amen. Prophesy. Nataka uchukue, kama utakuwa na chupa ya maji, chupa ya maji. Ngoja maana baadaye nashangaa. Naona kabati. Ndio, prophesy. Amen. Prophesy. Ndani mwako. Ni nyumba tu. Prophesy. Mambo hayabadiliki. Ukiona namna hiyo maana yake kunahitaji mkono wa Mungu. Ukiona kwamba umeomba peke yako hayajabarika maombi, kunahitaji mtu aliyoko juu yako, mwenye neema ya zaidi yako wewe akutamkie neema. Ngoja nikupe siri moja ya maombi, ya kazi ya Mungu umeopewa. Ni mtumishi wa Mungu, ni mfanyabiashara. Kuna siri ambayo hii wanapewa ni watumishi wa Mungu. Usidhani kwamba Mungu amekupa vitu vyote kwamba utakuja uyamalize wewe peke yako. Aweko mtu wa juu yako ambaye atatamka neno na mambo yatafunguka. Ukija ukasahau neno hili kwamba umekamilika, Mungu hajamuitaga mtu aliyokamilika. Kunahitajika mtu mwingine aje atamke neno juu yake. Kwenye kila kifungo huwa kinamhitaji mtu ambaye anaandaliwa kwa ajili ya kukufungua hicho kifungo. Kwenye kila hatua unayopiga. Kwa hiyo ninakuomba uelewe hili jambo. Kuna jambo ambalo unaliombea kwa muda mrefu. Mtumishi wa Mungu anaweza kaja akatamka tu mara moja, kuanzia siku ya leo inuka tena. Ukainuka na kuinuka. Nilikuwa na nina mamangu wa kiroho. Nikamwambia hivi, mama, ninapitia vita hii. Nakuwa naona mara kwa mara kuugua. Akaniambia hivi, mwanangu, una upako mkubwa wa kuombea wagonjwa. Tumia neno. Tokea alivyoniambia hilo neno, sasa siogopi tena kwamba atafanyaje. Nikaanza kuomba na kuwatafuta wagonjwa wa hali yoyote. Tokea hapo, yani nikitembea nikisikia tu kuumwa mpaka nashangaa. Nilikuwa naona maono tunaota. Nikamwambia mama, najisikia hivi. Akaniambia umepewa neema ya kufungua watu. Sasa kila aina ya upako unaopewa huo unakuja na mambo yake. Sasa awepo mtu wa kutamkia neno. Alipotamka neno hilo nikaliamini mpaka sasa hivi. Naombea watu. Tafuta, usikae hivyo peke yako. Fanya mawasiliano na watumishi. Kuna kitu ambacho unakifungia kwenye maombi kule. Yale maombi utatoka kule akijabadilika, lakini kuna mtumishi wa Mungu akija kukuwekea mkono hivi, kitafunguka. Najua hapa naongea na watumishi wa Mungu, naongea na wafanyabiashara. Kuna maombi unayaomba wewe yameenda, ya shukuru hao yalienda, ila kuna maombi yatamtaka mtu. Tuangalie. Petro ni mtumishi wa Mungu. Wale wamama waliokuwa wanamwombea na nyenye ni watumishi wa Mungu mziko kwa Petro. Na Petro ndio aliambiwa katika kanisa nitalijenga. Ewe ndio Petro, si ndio? Nitalijenga kanisa. Lakini waliokuja kumwombea kutoka gerezani wamama wake. Kwa maana kuna mtu anatakiwa kuja kutamka kwa ajili yako, aliye kwa ajili yako. Ukiona maombi kwamba ni kweli sikatai kuomba.
Ni kweli kabisa, sikatae kwamba mimi ni mtu mzuri sana. Sasa mimi ndio king'ang'anizi wa maombi. Yaani ukinikuta kwamba nang'ang'ania kufunga, naweza nikafunga, nikamaliza nikaambiwa hivi leo sifunge, ndo nafunga zaidi. Kwa sababu najua kwamba nimevyofunga hivi mimi Mungu ndo ananisikia. Kuna maombi anayosikia wewe, kuna maombi yanahitaji mtu aje atamke ili uamini kwamba Mungu hajawahi kwenda na mwanadamu jinsi alivyo. Kutokea nilivyoambiwa hivyo nikajisikia sasa amani. Nafurahia. Kwa nini nafurahia? Naamini lile neno alioniambia mama kwamba mimi ni mtumishi wa Mungu na nimetoa kazi ya kuombea wagonjwa, inabidi nianze kuomba kwa kutumia neno. Kwa ukiona kwamba unaombea jambo halijafunguka, muulize Mungu nani ameobaki kuja kulimalizia hili jambo. Kama ni nabii aje alitamke sasa hivi lifunguke. Kwa mfano mwingine anaweza kaanza kupambana kwamba anajifungua mizimu kwa jina la Yesu mizimu. Sasa unajifunguaje wewe mwenyewe? Magereza singekuwa ni rahisi sana kwamba unaenda wewe. Paka kuna wadhamini waje wasimame kwenye kesi yako. Kweli malaika wamesimama, lakini sasa wanataka na wao ili siku moja upate ukutane na vitu vingine. Kuna jambo atakuja kulifanya malaika, kuna jambo atakuja kulifanya Bwana mwenyewe analimaliza hapo, lakini kuna jambo ambalo atahitaji mtumishi wa Mungu mwingine aje akuwekee tu mkono. Haya, twende taratibu sasa hapa. Wanawake natoa tu maelezo maana ni kweli kabisa mtumishi. Nataka tukuombee leo, sivyo? Mungu atakwenda kubadilisha maisha yako na upako utafanya kazi. Yoshua samekana Musa. Sasa anahitaji tena Musa mwekee mikono. Kama kufunga zile siku zote, wamefunga wote. Wamefunga wote siku 80. Haya, kama ni kazi ameziona akizifanya, anaombewa nini ambacho hakijui? Kitu ambacho hakijui. Yaani umeona mtu anavyoatoa watu, miujiza yote umeiona, kila kitu umekiona, nini ambacho kwamba hakijui? Ila pana mhitaji mkono. Mpaka Mungu anamwamuru Musa mwenyewe kwamba mwekee mikono ili aongezwe. Kuna upakwa, hauwezi ukajitolea wewe mwenyewe kwamba utoke hata kama utaenda kwa wengine na utashangaa kwa wengine unafanya kazi kuliko kawaida. Lakini wewe haukusaidii. Wewe kuna upakwa ambao unatakiwa uje ukusaidie, ambao ni wa kuwekewa mikono. Ni kweli huduma inaenda. Ni kweli huduma umeitwa, ni kijana unatamani kweli huduma inaenda, unafanya kazi ya Mungu. Tafuta ambaye baba atakuja kuwekea mikono. Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu, lakini akahitaji mkono wa nani? Wa Yohana. Hivi kumbatiza maana yake si alimzamisha kwenye maji. Tunamzamisha Mungu kwenye maji. Kwa ni kanuni ya ufalme wa Mungu. Lazima kutakuwepo na ukarimu. Ndio maana Mungu angefanya kazi zote, ila akabidi atengeneze kazi ya Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu na malaika. Sina baba. Fanya maombi. Fanya maombi na kulitolea sadaka. Fanya maombi na kulitolea sadaka upate baba wa kiroho. Usitumie akili zako. Toa sadaka kwa ajili ya kuita baba wa kiroho. Unaponiona mimi hapa, nilikuwa na baba nabii mkuu, lakini nikaingia kwenye maombi kwa sababu nilikuwa ni mtoto kiroho na akili zilikuwa ni changa. Nilikuwa naomba, Mungu nipe baba. Nipe Mungu baba. Nikawa naangalia watumishi wakubwa. Kwa mfano nikimpata nikiangalia Daniel Bonke, mtumishi wa Mungu mkubwa, naye wale wote mtumishi wa Mungu mkubwa. Nikiangalia hivi nikawa nawaza nikiomba mtumishi fulani
Baba, ninanyosha mikono hii kwa jina la Yesu wa Nazareti, Mungu aliye hai. Katika jina la Yesu, Mungu wa madhabahu hii ya Healing Life Ministry na malaika wa madhabahu, malaika ulieni, ninaamuru jambo lolote ambalo lilikuwa limefungwa kwenye familia yake kwa jina la Yesu likavunjike. Kifungo chochote kilichokuwa kimefungwa kikafunguke kwa jina la Yesu wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninaomba upako wa Roho Mtakatifu na ninageuza hao maji kuwa damu ya Yesu. Naweka wakfu kwa ajili ya upako wa spidi, kwa ajili ya nguvu ya spidi kwenye familia yako yote na ukoo wako utapofunguliwa wewe. Yeyote ambao alikuwa hana kibali awe na kibali, hana mafanikio yoyote awe na mafanikio kuanzia siku hii ya leo kwa jina la Yesu wa Nazareti, Mungu aliye hai. Ninatangaza upako, nguvu za Mungu kwenye haya maji. Mungu wa madhabahu hii, fungua maisha ya mtumishi wako. Ninamwombea kibali na kazi, ninaombea na watoto wake, ninamwombea wa kijana na huyo anayekuja. Maana Mungu umewapa wito, umewapa kazi katika taifa hili la Tanzania. Ninawaombea, ninawapa neema ya Mungu. Ninamwombea pia mtumishi wako upako, aweze kunena kwa lugha kwa muda mrefu. Nguvu ya kunena kwa lugha, nguvu ya kunena kwa lugha. Ninakuvuvia uwezo wa Roho Mtakatifu, ninakuvuvia uwezo wa Roho Mtakatifu wewe juu yako. Nguvu ya Mungu katika jina la Yesu wa Nazareti. Nguvu za Mungu zije juu yako. Kwa mkono huu nilionyosha juu ya maisha yako yabadilike kuanzia siku ya leo. Uchumi wa familia yako ikiwe neno na wekee mikono ili kifungo na matatizo yaondoke. Ninatamka juu ya watumishi wako. Ninaomba neema ya Mungu. Baba, ikiwa kwenye familia yote kuna mgonjwa aina yoyote, baada ya maombi haya kuyasikia, mgonjwa wake ainuke. Baada ya huduma hii kufanyika, familia yake ibadilike kuanzia siku ya leo. Ninawaombea upako, ninawaombea neema. Mungu uishie mahali pa juu palipoinuka. Ninaweka damu ya Yesu kwenye miguu yao ambao wamezuiwa hatua, wamezuiwa kibali. Damu ya Yesu
damu ya Yesu. Karado shante reba karida handa, likarado shate reba handia korida handa, lemande kolika yandia karado shate reba handia karado shakaraba sakayate keshika, horia basande keshika rida handia karado shatarada, le mangande keshika rado shakaraba handa, le masekirika yandia karado shatereba hanga, liande koshekirika yadea karido shakaraba basaka, liande keshika rado shantaraba babasika. Holy Ghost limanda korida handia, nguvu za Mungu zikafungue familia ya kila mmoja mmoja. Upako wa Roho Mtakatifu ukafungue nyumba yako na familia yako yote. Kila aliyofungwa na mapepo majini, wengine wamezuiwa na majini mahaba, wengine wamezuiwa na mapepo ya umaskini, ninatuma neno la uzima, natuma neno la uzima, natuma neno la uzima. Malaika Kimrieli, malaika wa vitendo, kwa jina la Yesu, yeyote aliyofungwa, malaika Kimrieli mtokee, mfungue kuanzia dakika hii. Fungua mwili wake kwa jina la Yesu. Fungua kifungo chochote ambacho amefungwa kwenye maisha yake kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu alio hai, ninafungua kibali, ninafungua kazi, ninafungua elimu, ninafungua kipawa kilichofungwa, kimezuiwa kwa muda mrefu. Ninakifungua kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu alio hai, rado shanda raba basakarida handa, lemande korika ya dia karado shakaraba handa, likarade sekerema hanga, liamasakaya teke shikarida, lianosha karaba sekerida, linahange shekelika ya dia karaba basaka, limanga ndenge shikarida. Kwa jina la Yesu wa Nazareti, ninafuta mwaka huu juu ya familia yako. Roho ya kufeli tena kwa jina la Yesu. Roho ya kufeli isikae katika nyumba yako. Roho ya kufeli kubadilisha, kuharibu kazi, isikae katika familia yako kwa jina la Yesu wa Nazareti. Roho ya kuanzisha jambo linaharibiwa kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ninaagiza malaika wa moto aweke moto kwenye mikono, moto kwenye miguu, moto kwenye ufahamu kwa jina la Yesu wa Nazareti. Roho ya kukata tamaa na kuvunjika moyo, roho ya kurudi nyuma, kwa jina la Yesu wa Nazareti kuachie. Radoshanda rababa sakarida, le manga ndeke shikarika yateke shika, ranaka sekerida handia, korama sakaredo shekerina handa, korina handia karado shakarababa saka, le neke shikarida handa, rikorababa sakarida handia kwa jina la Yesu. Maandiko yanasema mtaweka mikono juu ya wagonjwa na watapata afya. Nami ninaomba chia mgonjwa yeyote kwa jina la Yesu, kokote aliko afunguliwe, kokote aliko kwenye uzao wa kwako afunguliwe kuanzia muda huu kwa jina la Yesu. Kama vile ambavyo Yesu akasema mgonjwa na apone sasa, akapona toka mle ule muda ambako Yesu aliongea na yule akida. Nami ninatuma neno la uzima, ninatuma neno la uzima kwenye mbavu za kwake. Kansa iondoke, asas iondoke, kisukari iondoke, presha iondoke, roho ya mauti iondoke, vita ya kuharibikiwa iondoke, roho ya ulemavu iondoke, roho ya kupooza ikuachie kwa jina la Yesu wa Nazareti. Roho ya HIV ikuachie kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatamka uzima, ninatamka afya kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninatamka afya, maana Mungu anasema nikubariki baraka ya mwilini na rohoni. Afya, ninatamka afya ya mwilini, afya ifunguke kuanzia siku ya leo. Afya kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu alio hai, ninatamka uzima, ninatamka uzima. Ninakuombea upako wa spidi kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye ofisi, maendeleo unayoyataka mwaka huu. Ninakuombea upako wa spidi, nguvu ya spidi kwenye familia yako, nguvu ya spidi kwenye ukoo wako, nguvu ya spidi kwenye uzao wa kwako, katika jina la Yesu. Mungu akupe upako wa spidi, akupe upako wa spidi, akupe nguvu ya spidi kwenye ukoo wako na familia yako yote. Kila kilichokuwa kinazuiwa kwa spidi, leo ninakipa spidi kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mungu alio hai, naweka damu ya Yesu kwenye uzao wako wote, ufunguliwe na ukombolewe kwa damu ya Yesu. Kwenye familia yako, kwenye madhabahu yoyote iliyowahi kutamka kwenye mazingira yoyote kulani familia yako, kikosesha kibali ukoo wako, ninatamka damu ya Yesu. Maana imeandikwa nao akamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Nami naweka damu ya Yesu
kwenye familia yako, kwenye madhabahu ambazo zinakuzuia kupiga hatua. Naweka damu ya Yesu kila mahali, kwenye chumba unachofanyia biashara, kwenye chumba cha ofisi yako, sehemu unapolala, naweka damu ya Yesu kwa jina la Yesu wa Nazareth, kwenye vyombo vya usafiri. Damu ya Yesu, Mungu wa Ibrahimu na Isaka na Yakobo, alinde uzao wako, alinde ukoo wako, alinde familia yako. Ninawaombea maisha marefu kwa jina la Yesu. Mungu akupe kuishi maisha marefu. Mungu akupe kuishi maisha marefu yaliyojaa neema na kibali. Mungu akupe kuishi maisha marefu yaliyojaa neema na kibali katika jina la Yesu. Mungu akupe maisha marefu yaliyojaa neema na kibali na furaha kwenye ukoo wako. Kwa mwaka huu utembee na furaha na kibali kwa jina la Yesu wa Nazareth, Mungu aliye hai. Amen. Mungu amekupaka mafuta furaha kuliko watu wengine. Amen. Mungu akubariki sana. Tutaendelea tena kesho. Amen.